tupongeze, tumemaliza mchezo japokuwa haikuwa malengo ya kile ambacho tulitamani kufanya. So tuwapongeze Yanga, wamedeserve kwa sababu tumekosea na wao wametumia makosa ambao sisi tulikosea. Yeah. Pengine hasa eneo lipi lilikuwa na ugumu licha ya kwenda mapumziko, mmerejea lakini mmeshindwa kupata hata goli moja? I think ni comfortable wakati tunapata mpira, kwa sababu kuna moment ambazo tulipata 1v1 na kipa. Mchezaji mwenyewe ilipaswa atulie na aweze kutumia ile nafasi, lakini bahati mbaya kutumia ile nafasi. Kwa hiyo kujiamini na mpira na kujiexpress yeye mwenyewe mchezaji, nafikiri ni kitu kizuri zaidi. Kocha, mechi mbili mfululizo unapoteza, dhidi ya Polisi ukiwa ugenini, leo dhidi ya Africans ugenini. Kitu gani unaondoka nacho kuelekea mechi zinazofuata kwa msimu umeanza? Yeah, kama jinsi ulisema kweli, mechi mbili tumeruhusu goli 6 kwenye mechi hizo mbili. Ni homework kwangu kama mwalimu, naipokea na kuona namna gani ya kuweza kuimprove team in terms of fitness, techniques na tactics, na kuwa na good mentality kwenye kupambana zaidi ili tuweze kupata matokeo mazuri. So iko kwangu na take responsibility kwenye hicho, niweze kuimarisha team ndani ya hizi mechi ambazo zitakuwa mbele, tuweze kufanya vizuri zaidi. Msimu uliopita hapa katika uwanja wa KMC mliruhusu magoli mengi mbele ya Africans, na leo tena hivyo hivyo. Kocha, shida ni nini ama mmeshindwa kuwazuia vipi Young Africans? Mimi siko hapo kuongelea msimu uliisha. Msimu uliisha, huu msimu mwingine. So tumefahamu makosa ambao wao wameyatumia, set pieces, tukua vizuri kwenye kujipanga na open play, 2 goals ambazo tumeconcede. Tulikuwa na mpango wa kuweza ku maintain 20 minutes kulingana na intensity ya timu ambavyo inavyocheza Yanga. Tuliweza, lakini ndani ya zile dakika zingine 20 tuli lose concentration na wenzetu wameweza kutumia hayo makosa ambayo yametokea. Bado niseme kwamba na take responsibility kama mwalimu. Ni homework kwangu kuhakikisha timu inakuwa bora na wachezaji wanakuwa bora.